uanze mwaka wa Bwana. I hear of outpouring of God's grace, and the grace is God's unmerited favor. That favor of God will connect, will open doors. God will join you with the people. That favor, unmerited favor, will rest upon your life, and God will cause favor with men, will make you have favor with men. Wakati aliachilia kibali na wana na kanisa la kwanza, mahali walikuwa wanatembelea, walifanyika kila mahali wanapitia, wanapendwa. Natangaza kila mahali unapitia kupendwa, kupendwa, kupendwa. Kibali kifungue njia za kupendwa. Kama ulikuwa huwezi pendeka, leo natangaza utapendwa, utapendwa, utapendwa na watu ambaye watakupeleka to other realm of the spirit, and they all will connect you with your destiny. Sio watu wa kuiba kile chako, wakuja kufungua wewe na wakuunganishe na destiny yako, wakuunganishe na upeo. Amen. Upeo. Inua mkono wako, ambia Bwana, mwaka mpya na upeo mpya. Mwaka mpya na upeo mpya. Mwaka mpya na upeo mpya. Ndio tunaingia. Heshima mpya. Kutembea kupya, hata kulala kupya, hata kuenda kupya, matendo unatenda iwe mapya, hata kukula ukule upya. Hiyo tutaitangazia shetani, nasema ajue. Wacha nisome kama mstari hapa. Exodus, tuone kile ambacho kitakufuatilia mahali kitaingia. Exodus chapter 14. Amen. Okay, cross over. Do you know the children of Israel, when their time came for them to come out of Egypt, to come out, you know, we have come out. Najua tumetoka. Na shetani hataki kukuachilia uingie kwa neema. Shetani hataki kukuachilia uingie kwa hiyo biashara unataka. Shetani hataki kukuachilia uingie katika hiyo glory unataka. Kuna utukufu wa pendwa. Tunaingia wa mwaka huu. When the grace comes, even the grace will cause people to get saved. Hallelujah. Grace will be there for God, for people to get saved. Hallelujah. Will cause people to say no unto ungodliness things. Shetani lazima atuachilie. Exodus chapter 14. Amen. Soma mstari wa kwanza tu, alafu naruka sababu ya time. Now the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel, that they come and they come before Pi-hahiroth, between Megiddo and the sea, opposite Baal-zebon. You shall come before it by the sea. Twende na makomi because of time. Because of time, number 10. And when Pharaoh, when the devil, when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. Amen. So they were very afraid, and the children of Israel cried out to them, Lord, Bwana sasa. Wakati Pharaoh na watu wake walitambua ya kwamba wana wa Israeli wameondoka, kama vile tumeondoka kutoka kwa hali ambayo tumepitia. Hata saa hii serikali inatangaza wave ya corona imeanza kwenda chini. Amen. Na ndio watoto wanarudi shule. Na sababu shetani anajua hayo, atakufuatilia na uoga. Tunatangaza uoga wake, atatufuatilia na uoga. Bwana asifiwe sana. Atakufuatilia kuweka uoga, akupatie mawazo. Unasema ndio, unajua nifuatilia Yesu. Akamuuliza, wewe kama ni mwana wa Mungu, kwani Yesu hakuwa mwana wa Mungu? Because the devil comes to release what? Fear.
It is a high time as the children of God. Tutangaze shetani hata tufuatilia. Na utatangaza ukinyamaza. Au utatangaza ukilala. Au utatangaza ukiwa tu hivi ati shetani. Kuna kuamuka na kupiga nduru na kuambia shetani, Bwana, tunasikia shida. Lakini hatutaki shida. Bwana asifiwe sana. Walipomlilia Bwana, haleluya. Walipomlilia Bwana, Bwana alisikia kilio, verse 13. Hallelujah. You will read the Holy chapter. It is a sweet one when coming out of a place. Amen. Tunatoka kwa umaskini. Sema natoka kwa umaskini. Natoka kwa umaskini. Natoka kwa magonjwa. Hallelujah. Sema natoka kwa magonjwa. Hiyo magonjwa unasema ugonjwa wangu. Najua kuna watu wanagonjeka mpaka mtu anasema ile ugonjwa yangu. Ile ugonjwa yangu. Ile ugonjwa yangu imenipata. Leo nina cancel magonjwa yako. Hakuna magonjwa yako. Hakuna magonjwa yako. Magonjwa yote Bwana alibeba msalabani katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna kasetani kanainukanga. Kuna moja mahali sitasema, wakati ulikuwa unafika anasema, anatuambia kale kasetani kangu kakiinuka. Hakuna kasetani katakuinukia. Leo tunanyamazisha tu shetani. Tunainukanga. Na tukawa tunajua muudi yake ikiingia na hivi, kale kasetani kake kanainuka. Hakuna Mungu ameachilia kasetani kwako. Kasetani lazima kaachwe katika jina la Yesu Kristo. Hali ya kung'ang'ana lazima tuambie Bwana, tumevuka mwaka mwingine. Shida ya 2020 haitatufuatilia katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. And Moses said to the people, do not be afraid. Today I have come to tell you, do not be afraid. Stand still and see the salvation of God. Amen. The salvation of the Lord, which He will accomplish for you today and this year. For the Egyptians, for all the devils, not the Egyptians now, whom you see, you have been experiencing. Hizo shida zote walipokuwa unapitia kutoka leo, amen, you shall see them no more. Inua mikono yako mwambie, kila umepitia chote cha shida, kila umepitia chote cha shida. Unajua tunatangaza katika maisha yetu, tunatangaza kile tumepitia cha kung'ang'ana, cha kupitia mapito ya vita, ya kuonewa. Kuanzia leo hakuna katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mahali zimepandwa anga ardhi isikie. Tunatangazia mbingu, tunatangazia ardhi, lazima iachilie, na ni lazima ardhi isikie maneno ya kinywa chetu. Hallelujah. They shall see them no more. Na ndio natangaza kuanzia leo, yale mapito umepita iliyo na kuweka uoga kwa biashara. Ukifanya biashara unasikia mambo ni magumu. Leo tunatangaza mabadiliko. Leo tunatangaza mabadiliko, na ni lazima unene. Leo kuna wakati wa kuimbilia kisima chako kitoe maji. Kuna wakati wa kutangaza shetani ajue umeamua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Praise the name of the Lord. 24. Verse 24. And I join with another one, and then we call it a day. Now it came to pass. It what? It came to pass in the morning, like today. Today is in the morning. In the morning, bado hatujafuka na hatutafuka, tunakuwa tumemaliza. And hallelujah. In the morning watch, that the Lord looked down upon the army of the Egyptians through the pillar of fire and cloud. And He troubled the army of the Egyptians. You know, I trouble every troubler that is troubling you. Tell the Lord, every troubler of the demonic forces. Sisi kama mnaelewa, magonjwa yanakusumbua, shida zinakusumbua, ukilala unastuka, ukilala unaamuka unasikia usingizi hakuna. Leo kuanzia leo natangaza tutalala kama watoto wachanga. Mungu ametuambia anatupatia mtoto usingizi kama mtoto mchanga. Hakuna kukosa usingizi. Kuanzia leo hakuna kukosa usingizi.
usingizi. Baba, natangaza watoto wako Bwana Mungu wa majeshi, trouble every force, trouble every demon, trouble every sicknesses, trouble everything in the name of Jesus Christ. Bwana na asumbue kila ambacho kinai kusumbua katika jina la Yesu Kristo. And they looked, hallelujah, the chariots. And he did what? He took off. He did what? He took off the chariots' wheels so that they drove them with difficulty. Hawatakufuata. Amen. Mapepo haitakufuatilia sababu lazima Bwana apambane naso. Hallelujah. And the Egyptians said, let us free. Let us free from the face of Israel. For the Lord fights for them against Egyptians. Leo hii natangaza watu maadui wajue na watangaze. Wao wenyewe ndio watatangaza. Sema watangaze. Sema maadui wako watangaze. Watangaza ya kwamba wewe uko na Bwana. Bwana ako pamoja na wewe na Bwana atakupigania. Haleluya. Sema atanipigania. Sema Bwana nipiganie. Bwana nipiganie. Bwana nipiganie katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Bwana akikupigania hautajipigania. Wacha kujipigania. Wacha Bwana akupiganie. Mwaka huu tunaachilia kila kitu mikononi mwa Bwana. Bwana atupiganie. Kama wanadamu grace. Hallelujah. By 2028 tumalize hiyo hapo. Tuende kingine tumalize. Then the waters returned and the covered the chariots, the horsemen, and all the armies of Pharaoh that came into the sea after them. Not so much as one of them remained. Amen. Kila chochote kilikuwa kinamkimbiza. Amen. Kile kilikuwa kinafanya usilale. Amen. Wesi waliokuwa wanafanya usilale. Hata nyumba ikiwa haina fence, leo tunatangaza. Amen. Hata nyumba ikiwa haina fence, leo tunatangaza. Hallelujah. They shall never see you again. They will never see your house without a fence. Sijui kama mnanielewa. Yaani uonekane. Sababu they will never see you again. Wameshikwa. Bwana amefunika macho yao. Hawakuoni tena. Najua si mwili nina neno. And I prophesy for your life. Hallelujah. They, not so much will remain. Hata wale walikuwa wanapanga wakuje kufunja milango hawataiona. Sasa tunaweka fence ya Mungu. Tunaweka fence ya Bwana. Tunaweka fence ya moto wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hata kule kuna fence. Neno linasema ya kwamba kama si Bwana anayelinda, wanalinda bure. Hata hiyo siko na fence. Sote naweka moto wa Bwana katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana ananena. Neema. 2 Corinthians chapter 12. Nikuonyesha mmoja alihangaika kama vile unahangaika, alafu tufike mahali. Singine nitaruka. Verse 9. This is a story of Paul, a man of God, who loved God with all his heart, with all his might. Ndiye anasimama anasema ya kwamba hata kama mimi ndio wa mwisho, katika wale waliokoka nilipata kibali. Amen. Muiba ukaingia katika maisha yake. Muiba ukaingia kwa ajili ya asiinuke afike mahali. Unajua shetani ni mwizi. Anaangalia mahali unaenda. Anaangalia mahali unafika. Destiny yako anaachilia vita. Muiba. Amen. Anaachilia nini? Muiba. Leo tunatangaza hakuna miiba. Listen. Anza mstari. Anza mahali ndio uelewe. Anza 4. Anza 4. Tumishe. Answer for nione. Oh, he was caught up into paradise and had
inexpressible words, which it is not lawful for a man to alter. Yani akasikia, akaanza kusikia mambo yake vile inatangazwa. Unajua shetani anaeleangwa wakati Mungu anatangaza vitu vyake. Anaeleangwa. Ndivyo akaenda kwa Jobu akamwambia, Mungu, ni wewe unamlinda. Ni wewe unamlinda. Tuondoshe. Shetani anasikianga kila Mungu ananena. Akaanza kusikia, of such a one I will boast, yet of myself I will not boast, except in my infirmities. For though I might desire to boast, I will not be a fool. For I will speak the truth, but I refrain, lest anyone should think of me above what he sees me to be, or hears from me. Hallelujah. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. Listen, sababu kuna maufunuo inakuja, but it's very careful. Amen. And then, because of those revelations, because of where the Lord is taking him, and then in the flesh was given to me a message of Satan. Leo tunapambana na watume wa Satan to impact me, lest I be exalted above measure. Simama. Huyo ni Paulo anatangaza. Kwa sababu anaona maufunuo. Kama vile unaona, what do you see? What do you see? What do you see? What are the plans do you have for 2021? Unaona nini? Unaelewa nini? Maono yako ni gani ya 2021 na kuendelea? Because of the destiny that the Lord is taking you. Amen. And because of that, a messenger of Satan, a thorn, was released in his flesh. Wakati anainuka na kuvuka wewe kuna muiba. Leo natangaza miiba yote Shetani ameachilia. Ati ukinuko na kumbuka ile ya mchana. Ati ukinuko na kumbuka vile ulikuwa leo hakuna muiba. Inua mikono ya Bwana, hakuna muiba. Utaachiliwa na Shetani kwa ajili ya maisha yangu. Maono yangu ile ambayo umenifunulia, lazima nitaikamilisha. Lazima nitaikamilisha katika jina la Yesu Kristo. Muiba akaachiliwa muiba. Shetani akafikiri ameshinda. Hakuna siku Shetani atashinda nguvu za Bwana. A message of Satan. All the devil's messengers, in the name of Jesus Christ, we destroy them by power, by the fire of the Holy Ghost, by the word of the Lord, in the name of Jesus Christ. Hawatapata nafasi katika maisha yetu. Shetani waachilia messengers, lakini asitapata nafasi. Because of the extravagance. Because of the of those revelations. And I saw I would get a big head. I was given the gift of Antica to keep me in constant touch with my limitations. Satan's angel did his best to get me down. What he in fact did was to push me to my knees. Where? The angel of Rebecca. Whatever the devil did to him, alikuwa anafikiri amemaliza. Lakini kile alifanya, alimpeleka kwenda wapi? Neology. Kwenda kwa makoti. Akaombe. Wacha kusikia kitu na useme ati Shetani ameniwahi. Hakuna Shetani amekuwahi. Shetani wewe akiingia unaenda kwenye makoti. Anaenda kwa makoti. Unaambia Bwana hata kama atakuja kama maji mengi, hakuna Shetani ataniweza. Inua bendera. Hata kuja kama maji mengi, Bwana atakuinulia bendera. Wacha bendera uone ile Paulo aliinuliwa. Kako wapi? Nisisahau Bwana. Riba soka ta. Kako wapi? I was
keep me in constant Satan best down. Me down. What in fact did was to push me to my knees. No danger then of walking around high and the mind. I can do me. Hata kama nimevinyiliwa, hakuna sababu itaweza kufanya nisiende hapo pa juu kama vile nimeenda. I'm demonstrated it prophetically in the name of Jesus. Ungekuwa na mawazo hata wewe ungesimama na uluke utoka mahali ambao ulikuwa umesimama. Alikuwa shetani anajua atamfinyilia mweke chini, lakini badala ya kuenda chini alienda chini kwa makoti akainuka juu, kwa sababu kwenda chini ni kuinuliwa. Haleluya! Huu ni mwaka wa kuinuliwa. Lazima tuende chini tuinuliwe, lazima tuende kwa makoti. Bwana atatuinua katika jina la Yesu. Bwana atatuinua tukienda chini, sisi sio wasimi. Haleluya! Hii kitu jamani, nataka kumaliza. Mkiona naenda sana mninyang'anya microphone. Kagwani akaenda juu, around walking around I and the might, akiwa juu na mwenye nguvu na uweza. Natangaza nguvu na uweza katika maisha yako, nguvu na uweza katika maisha yako. Hautaenda chini, utaenda juu. Anaipanga uende chini, utaenda juu. In the might, in the might of God, He will take you up. At first. In Jesus' name. At first. I didn't think of it as a gift. Alikuwa anaona kama anaangaishwa. Hiyo mapita yote unapita, unafikiri ya kwamba unaonewa, unafikiri ya kwamba unaangaishwa. At first, count it a gift. My God is good. At first, I didn't think of it as a gift. You know why? There are some gifts in our lives, and those gifts are the ones which makes us to become what the Lord has called us to become. Yes. That gift, wakati hiyo kibali, si ndio kibali? Wakati hiyo kibali kinaonekana, ndio sasa watu wanatangaza, tunajua huyu mtu sikuwa namuelewa, lakini sasa nimemwelewa. And they begged God to remove it 3 times. Ya nini? Alikuwa nafikiri akiambia Mungu toa, atamtoa. Hiyo unataka itolewe, isitolewe. Isitoke. Ndiposo kaya hapo. Utafute Mungu. Utafute Mungu. Unajua kama Penina angekuwa hana angezaa mimi. Halo? Kama Penina angekuwa hana angezaa nabii, angeona tu mtoto wa kawaida. Lakini wakati alienda kwa makoti, wapenda kuna utofauti unaingianga. Wakati unaingia kwa makoti, kuna vitu zinasalika. Kuna vitu saweza zinasalika. Wakati unaingia kwa makoti, ndivyo natangaza sisalike. Sisalike katika maisha yako. Sisalike katika maisha yako, vitu vya utofauti. To God. At first. Soka. No, Siku tena. Sio shida. Mapito unapita siku tena. Sio shida. Hiyo ni mapito ya kukuweka vizuri. Ni mapito ya kukuweka vizuri. Unajua ukitaka bao iwe sawa, lazima upige randa. Sema napigwa randa. Sema mapito ni kupigwa randa. Hata ile yangu kama mchungaji ni ya kunipiga randa. Kama nilikuwa nimelekea maombi, kama ulikuwa umelekea maombi,
Yes, I did that. Yani hakukaa mtaengea, hakukaa hivi. Aliomba. The time he was going, he was on his knees. He was telling the Lord, don't say mwiba wa shetani. Unajua tujui ni thorn aina gani? We don't know the kind of the thorn that the devil released. Usiseme ati ni mwiba alitungwa, ati akichunga ng'ombe, ati huko alikuwa anaua watu. Hapana. Wewe ndio mwiba yako. Ile mwiba. Hiyo unang'ang'ana nayo inakataa. Ndio mwiba yako. Hiyo umeleta imekataa. Ndio mwiba yako. Lakini leo tunatangaza alijaribu siku 3 mara 3. Bwana akanyamaza. Haleluya. Bwana akanyamaza. Na wewe umepambana nayo uache mwaka kwa mwaka imekataa. Leo tunatangaza ile Bwana anaachilia hapa. Kwa sababu Bwana alitenda kitendo. Hicho kitendo ndio kitatendeka. Because he said, I will pour my might out. Pouring of grace. Yes. The grace. Ooh, come on. And then he told me, my grace is enough. It is all. It is all. You need the grace to overcome that which has been troubling you. You need only the grace to enter into a new door. You need only the grace to run the race that which you couldn't run. In the name of Jesus Christ, I will see a grace. My grace, he told you. My grace is enough. In the King James it says, my grace is sufficient. Bring the King James, we support there. Because we have to. My grace, and he said to me, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in that weaknesses which is troubling you. The grace of God is sufficient. God has made his strength in your weaknesses. That one will make you perfect. Because it is not by your strength. Because it is not by your power. Because it is not by your might. But by the sufficient grace of God. That grace will make you perfect in your weaknesses. Inua mkono wako uone udhaifu wako wapi. Udhaifu wako kila mtu anajua. Kila ambacho Mungu akimuuliza, unataka udhaifu wako ni nini nikusamee? Wewe unajua. Ambia Bwana hiyo dhaifu. Leo sasa neema yako initoshe. Neema initoshe.